Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kwa neema ya Mungu leo tutaenda kujifunza kitu kinachoitwa kubadili fikra kuelekea fikra ya Kristo. Kubadili fikra au nia kuelekea fikra au nia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Fikra ni nini? Fikra ni wazo. Bwana Yesu asifiwe. Au unaweza ukasema fikra ni nia. Na mara nyingi fikra, nia au wazo yote ni kitu kimoja, yenyewe huwa inakaa moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Inakaa wapi? Moyoni. Moyoni mwako ndiko kunakotokea mawazo, moyoni mwako ndiko kuna nia, moyoni mwako ndiko kuna hii fikra tunaoizungumzia asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kitabu cha Warumi 8:27. Warumi 8:27. Biblia inasema, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo. Pointi yangu ya msingi iko hapa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona nia inakaa wapi? Moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Nia inakaa wapi? Moyoni. Tusome pia kitabu kile cha Mwanzo 8:21. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 21. Biblia inasema, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo, kwa sababu ya mwanadamu. Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona tena hapa, kumbe mawazo yanakaa moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukasema yani ninawaza mpaka kichwa kinauma. Hayo mawazo chimbuko lake ni wapi? Ni moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka mawazo ndio hiyo nia, ndio hiyo fikra. Haleluya. Tusome tena hiyo Mwanzo 6 mstari wa 5. Mwanzo 6 mstari wa 5. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake, sio analowaza kwenye kichwa chake, analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Mistari hii nimeisema ili ujue kwamba tunachokiongelea hapa kinakaa wapi? Moyoni. Kwa hiyo tunapozungumzia kubadilisha fikra zetu kuelekea fikra au nia ya Kristo, maana yake tunaanzia wapi? Moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama tumeelewana sote. Unaweza ukaandika hivi, ili mabadiliko yatokee ni lazima tubadili fikra zetu kwa kung'oa fikra potofu ndani ya mioyo yetu na kuruhusu fikra ya Kristo iingie ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tupo katika somo ambalo linaelezea kutoka Misri. Amina. Kutoka wapi? Kutoka Misri. Jumapili iliyopita tulijifunza kuhusiana na kukata kitovu. Unaweza ukawa umetoka Misri, umeokolewa kabisa, umetoka Misri, lakini bado ukawa upo kwenye utumwa kwa sababu fikra zako na mawazo yako na nia yako ya ndani sio ile ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kifungo kikubwa sana ambacho shetani anakitumia kuwafunga watu. Unaweza ukawa upo kwenye wokovu lakini fikra yako na mawazo yako tofauti. Unapambana, unafanya vitu vyako, lakini kumbe kinachokushikilia wewe gerezani ni fikra au ni mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hili ni jambo tutakaloenda kulishughulikia asubuhi mchana wa leo. Haleluya. Haleluya. Tunang'oa kila fikra potofu ambazo ziko ndani ya mioyo yetu.
Biblia inasema kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye moyo ndiko kunakotoka chemichemi za uzima. Na tumeona kwamba mawazo na fikra zetu zinakaa ndani ya nini? Zinakaa ndani ya moyo. Sasa hizi fikra au haya mawazo yakiwa ni potofu, ni lazima tu kwa namna fulani. Unajua kama Biblia inasema linda, inamaanisha usipolinda kuna vitu vingine vitaingia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kama inaweza tukilinda itatoka chemichemi ya uzima. Maana yake usipolinda itatoka chemichemi ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama ukilinda, maana yake kwenye moyo kunatoka chemichemi ya uzima. Usipolinda ukaruhusu vitu viovu viingie ndani ya moyo wako, fikra potofu ziingie ndani ya moyo wako, fikra ambayo sio ile nia ya Kristo ingie ndani ya moyo wako, maana yake badala ya kutoa chemichemi ya uzima itatoa kinyume chake. Haleluya. Moyo ni kitu sensitive sana. Haleluya. Moyo ni nini? Ni kitu sensitive sana. Shetani akitaka akitaka kukuvamia wewe, kwanza anaingiza tu wazo ndani yako. Anaingiza tu wazo. Yaani akishaingiza wazo ndani yako na wewe ukalipokea lile wazo, ukaliingiza ndani ya moyo wako, wewe hapo umekwisha. Ukija kutolewa ndio mpaka usikilize neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa msaada wa Mungu. Haleluya. Unaweza ukakaa hapo afu ukafikiria ni mawazo gani yako ndani ya moyo wako ambayo unaona kabisa haya mawazo Kristo hawezi kuwaza. Hii nia ambayo iko ndani ya moyo wangu Kristo hawezi kuwa na nia kama hii. Sasa hiyo nia siku ya leo ndo tunashughulika nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusome kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2. Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii ni nini? Kuna mifumo ya dunia hii ambayo ipo na tunaiishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mifumo ya dunia hii ipo na tunaiishi. Dunia hii mara nyingi inaenenda kwa kutumia mifano wanasema ni mifano ile macho, pua, sikio, milango mitano ya fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani namna ambavyo mfumo wa dunia hii unaenda kwa kuangalia milango mitano ya fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namna ambavyo ulimwengu wa Mungu, ulimwengu wa roho unaenda kwa kuangalia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Labda niseme hivi. Sisi kama watu ambao tumeokoka, inatakiwa tuishi rohoni. Sasa nikisema kuishi rohoni, simaanishi kwamba masaa 24 uwe unaomba, masaa 24 maana mtu mwingine hapa tafsiri ya kuishi rohoni namna anavyoichukulia kwamba yani muda wote yani amekaza sura ni anamtafuta Bwana na nguvu zake. Kuishi rohoni ni kuishi kulingana na neno la Mungu. Kwa sababu kwa kawaida neno la Mungu kwa watu wa duniani hawawezi wakalielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua vitu vingi watu wa dunia hii wanafuata kwa kuangalia milango mitano ya fahamu. Wanaona nini? Wanasikia nini? Wanahisi nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama watu tuliookoka tunatakiwa tuenende rohoni kwa kufanyaje? Kwa kuangalia neno la Mungu. Kwa hiyo tunaposema kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii inavyoenda, Mungu anasema asubuhi ya leo tusifuatishe vile mifumo ya dunia hii namna ambavyo inachukulia mambo. Bwana Yesu asifiwe. Nitachukulia mfano. Dunia hii mfumo unasema kwamba hakuna dawa ya kansa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwa macho kabisa kwamba hakuna dawa ya kansa. Huo ni mfumo wa dunia hii namna ambavyo umetengenezwa kutuonyesha kwamba hakuna dawa ya kansa. Hakuna dawa ya HIV. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukija kwenye neno nini? Neno inasema hapo unakuwa umeingia wapi? Umeingia rohoni. Unaitafuta nia ya Kristo. Haleluya. Nia ya Kristo unaipata kwenye neno peke yake.
Wazo la Kristo, ili uishi kwenye wazo la Kristo, uishi vile ambavyo Kristo anataka wewe uishi, ni lazima uishi kulingana na neno lake linavyotaka. Usiishi kulingana na milango yako mitano ya fahamu inavyokuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tunaangalia yale mambo yanayoonekana, alafu tuna conclude kwamba ndio hivyo. Umesahau kwamba wewe ni mtu uliokoka, unatakiwa kuishi kulingana na vile ambavyo neno linataka, neno linasema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Biblia inavyosema kwamba kwenye hii Warumi 12 mstari huu wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Unaweza ukaandika kwamba tuache kuishi kwenye mfumo wa dunia hii ambapo watu wa humu wanaishi kwa kuangalia milango mitano ya fahamu. Nitasoma Mwanzo 17:17. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana jamani. Mwanzo 17:17. Nataka nikuonyeshe milango mitano ya fahamu. Inasema hivi: ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka moyoni. Je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno aliyasema wapi? Moyoni. Alikuwa anawaza moyoni. Lakini namna ambayo alikuwa anawaza hapa Ibrahimu, alikuwa anawaza kwa kuangalia milango mitano ya fahamu. Alikuwa anaona kwamba mimi na miaka 100, mke wangu huyo ana miaka 90. Alikuwa anafanyaje? Anaangalia. Hivyo ndivyo namna watu wa duniani wanaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana asubuhi ya leo, tunapotoka mahali hapa tutoke na fikra ya Yesu Kristo. Mungu atusaidie tunapotoka mahali hapa siku hii ya leo tutoke na nia ya Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Kile ambacho Mungu amesema kwenye neno ndicho ambacho utakifuata. Utafuata macho yako, utafuata masikio yako. Umeambiwa nini? Kwamba umeenda hospitali, wamekupima, wamekwambia sijui wewe kansa hii inabidi sijui ufanyiwe operation. Wewe, Mungu ana uwezo wa kuponya bila hata kufanya operation. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani kama alimfufua mtu aliyekufa, kwamba yaani kwamba kansa ndio imshinde. Kuishi kulingana na nini? Na nia ya Kristo. Vile ambavyo Kristo anawaza. Unaweza ukawa upo kwenye mfumo na ukijiangalia unaona familia yako ni familia ambayo ina matatizo mengi sana. Lakini kama wewe ni Mungu, wewe ni binadamu uliokoka, umeingia kwenye umefanywa kuwa upya na nia yako ya ndani imebadilika, inabidi nia yako ya ndani ibadilike, iangalie kile ambacho Kristo amesema. Mwingine unakuta anaishi kulingana na familia yake namna ambavyo ilivyo. Kwamba na familia yake labda ina mlolongo labda umaskini, na yeye anajiconclude kwamba mimi ni maskini. Amesahau kwamba Kristo kwa kufa kwake pale msalabani alikufa na umasikini na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nia ya Kristo, Kristo anasema nini kwenye hiyo hali yako? Hicho kitu unachokipitia Kristo anazungumza nini? Hilo ambalo linakusumbua miaka nenda rudi kwenye iko kitu, Kristo anazungumza nini? Kristo anawaza nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ule mwimbo waga tunaimbaga, Mungu unichunguze uone kama iko njia iletayo majuto ndani yako. Unamwambia Mungu akuchunguze. Alafu kuna ule wimbo mwingine wanaimbaga, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Mimi nikuulize swali. Wewe kwa unapoangalia mawazo unayowaza, Mungu akiamua kuyapa kibali hayo mawazo, utatoboa wewe? Bwana Yesu asifiwe. Hayo mawazo unayowaza, Mungu akisema haya mwanangu nimeachilia kibali, utatoboa? Bwana Yesu asifiwe. Mifumo ya dunia hii imetutengenezea kuwaza upotofu, kuwaza yani badala ya kuwaza vitu positive tunawaza vitu negative. Unabisha. Nikutolee mfano. Haya, kwa wale wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Umeshazoea labda mume wako anarudi labda saa 2, saa 12. Siku hiyo ikatokea akarudi labda tuseme saa 7 au saa 6, utawaza nini? Hebu tuwe wa kweli, utawaza nini? Hapana. Hapana. Yaani kuna mtu hapa litatoka wazo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini usiwaze labda alikutana na mtu anahitaji maombi barabarani, mume wangu amekaa anamuombea.
Si unaona sio kweli? Mfumo wa dunia hii ulipotutengenezea, yaani umetutengenezea ukiona achelewa kurudi, ukiona yuko mahali. Kwa nini usiwaze kwamba anamuombea mtu anafanya huduma? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndicho ambacho Ibrahimu alikuwa anawaza moyoni mwake. Yaani akajiangalia yeye jinsi alivyo, akaona mimi na miaka 100, mke wangu ana miaka 90, alafu unasema eti tunazaa. Hivi unajua unachukulia kawaida, jiweke wewe kwenye nafasi ya Ibrahimu. Ndivyo hivyo ambapo tunawaza na hivi sasa hivi kwenye hali tunazopitia. Bwana Yesu asifiwe. Tunawaza, yani tunawaza negative tu. Fikra zetu ndani yetu ni fikra ambazo sio fikra ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama hapo na kama namuona moyo wake. Yaani wewe unasema wewe hujaolewa. Hujui uchungu wa mume. Ni kweli lakini sijui. Lakini tuwe na mawazo positive. Tukiwa na mawazo positive kuna namna tutaepusha baadhi ya vitu. Wewe akija pale nyumbani amechelewa akija, alafu ukamwambia mume wangu namshukuru Mungu ulikopo unafanya huduma. Yaani hata kama alikuwa afanye huduma kuna namna atajisikia hatia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yote nilikuwa na kuonyesha kwamba ni namna gani mfumo wa dunia hii umetuweka kuwaza vitu ambavyo ni viovu tu. Kuwaza haiwezekani tu. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Kila kitu unachokifanya sasa hivi, nikikuangalia wewe jinsi ulivyo, ni matokeo ya mawazo yako. Haukuolewa tu, haukuoa tu, ulikaa ukawaza, sasa hivi ni muda wa mimi kuolewa. Ukaanza kumuomba Mungu. Haya, kama wewe ni mwanaume, ulikaa ukawaza, natakiwa nioe, ukaingia kwenye ndoa. Yaani ninavyokuona wewe, mke, mume, mtoto, kila mtu wewe ni matokeo ya mawazo yako, ya wazo lako. Unaweza ukaona ni namna gani mawazo tunayoingiza kwenye moyo wetu, fikra zetu zina athari kubwa sana kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ninavyokuona wewe ni mawazo yako. Biashara unayofanya ukukurupuka tu usiku, ukaenda ukafanya, ulikaa kwanza ukawaza, ngoja nifanye biashara fulani, ukafanya. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kitu ambacho unasomea uliwaza, ukasoma. Biashara unayofanya uliwaza kwanza, ukafanya biashara. Paulo uliwaza kwanza mambo ya maziwa, si ndio? Unafanya biashara ya maziwa, si ndio? Ulikaa ukawaza, biashara ya maziwa ina pesa, ukaingia. Kwa hiyo kila kitu unachokifanya kwanza kilianza na nini? Kilianza na wazo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona namna gani mawazo yanaweza yakakupindua, yakakutoa kwenye kitu cha Mungu, yakakupeleka kwenye kitu tofauti kabisa. Na shetani anatumia hiko kitu. Shetani anataka kukuataki wewe. Anaingiza tu wazo afu anakaa kwanza pembeni na kucheki. Anakuangalia. Sasa wewe ukishalichukua lile wazo, ukaanza kulichakata, mwisho wa siku wewe sasa unakuwa hilo wazo, unakuwa ni matokeo ya hilo wazo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni matokeo ya mawazo ambayo umeyafanyia kazi. Sasa unaweza ukaanza kufikiria, kama unafanya biashara na unaona hii biashara yani inanitia hasara, unaweza ukawaza mwenyewe, hiyo biashara ilitoka kwenye wazo lipi? Kwa sababu mawazo yanatoka sehemu mbili tu. Wazo la Mungu, wazo la shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu anatuwazia mawazo yaliyo nini? Yaliyo mema. Kwa hiyo kama unaona kuna kitu unakipitia kwenye maisha yako na kilianza kwa mchakato wa kuwaza na unaona hicho kitu kinakutesa, unaweza ukaona kwamba kuna namna fulani ulipindishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, tunaendelea. Tuanze kuishi kwenye mfumo wa kiungu, yaani rohoni, kwa neno la Mungu. Nilikwambia hapo mwanzoni kwamba kuishi rohoni ni kuishi kwa kuenenda kwa kufuata neno la Mungu. Kuna namna ukiishi kwenye nia na kwenye neno la Mungu, kwenye nia ya Kristo, kuna namna fulani unaya-attract mapenzi ya Mungu kwako. Biblia hapa kwenye hiki kitabu cha Warumi 12, naomba nisome tena. Warumi 12 mstari wa 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Alafu sentensi inayopata inasema, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mpate kujua. Hii neno kujua ni kama
ni kama hivi. Unajua, ukiishi ukibadilishwa, ukakubali nia ya Kristo ingie ndani yako, ikuongoze wewe kwenye maisha yako, kuna namna neno kujua ni kama vile tunavyosema kwenye Biblia. Tuseme Ibrahim akamjua Sara. Sinanielewa? Yaani kuna namna fulani mnakuwa kitu kimoja. Sijui kama nimeeleweka. Kwa hiyo Biblia inaposema mkishageuzwa nia zenu, nini kinafuata? Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Kuna namna wewe na mapenzi ya Mungu mtakuwa ni kitu kimoja. Utakuwa unatembea kwenye mapenzi ya Mungu. Haleluya. Tunashindwa kutembea kwenye mapenzi ya Mungu kwa sababu hatujakubali kugeuzwa nia yetu ya ndani. Kila kitu kinaanzia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinaanzia ndani. Yaani hata mambo ya rohoni, kupokea, sijui unapokea, unasema napokea, kwanza inaanzia ndani. Vitu havianzii nje kuingia ndani. Vinaanzia ndani, vinatoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unataka mapenzi ya Mungu yaambatane na wewe kwenye maisha yako, ni lazima kwanza ukubali huku ndani kwako kubadilishwe. Nia yako ya ndani itengenezwe. Kila fikra potofu, mawazo mabaya, mawazo ambayo ni negative, unaona kabisa hili wazo sio wazo ambalo Kristo ananiwazia, litoke. Labda nikukumbushe tu, hakuna kitu kinachoshindikana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku tunaimba, hakuna kitu kinachoshindikana mbele za Mungu. Hata hiko ambacho unakiona ni kigumu sana, mbele za Mungu kinawezekana. Kwako unaona akifanyiki kwa sababu hujakubali nia yako ya ndani ibadilishwe. Hujakubali ndani kwako kubadilishwe. Ukikubali nia ya Kristo ingie ndani ya moyo wako, kuna namna utaona tu mapenzi ya Mungu yanaambatana na wewe. Utaona tu nguvu za Mungu zinatembea na wewe. Utaona tu pale ambapo uliona kwamba hakuna mpenyo, ghafla tu mpenyo unatokea, kwa sababu unawaza kama vile Kristo anavyowaza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kujua neno kwamba kukariri andiko sio kama ndio kuishi rohoni. Sijui kama unaelewa. Unaweza kukariri andiko kwamba kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona, lakini bado ukawa una magonjwa yanakuandama chungu mzima. Kwa sababu hujakubali lile neno likubadilishe wewe ndani. Tunaposoma Biblia, tunaposoma neno la Mungu, natamani sana ili neno likatubadilishe namna yetu ya kuwaza, namna yetu ya kufanya, namna yetu ya kufikiri ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Utakaporuhusu neno la Bwana libadilishe namna yako unavyowaza, ukawaza kama vile neno la Bwana linavyowaza, wewe utakuja kuniambia. Kuna namna utaona vitu vinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuanza kulingana na neno la Bwana inaambatana pia na imani yako. Ili neno la Bwana liweze kufanya kazi, ni lazima kwanza uamini pia. Haleluya. Sasa kuamini nako pia ni mpaka ukubali kubadilishwa ndani. Uwezi ukawa unaamini kwamba mimi siwezi kupona, mimi siwezi kufanikiwa, alafu unasema kwamba wewe una imani, ukategemea neno la Mungu likubadilishe. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu alipoambiwa kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi, Biblia inasema kwamba Ibrahimu akamwamini Mungu. Akamwamini Mungu. Ni lazima umwamini kwamba ni lazima kwanza umwamini huyu mwenye neno. Usipomwamini mwenye neno, neno haliwezi kukufanyia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hainiambii kwamba Ibrahimu akaliamini neno. Inasema Ibrahimu akamwamini nani? Mungu. Na ukija kusoma mbele unakuja kujua kwamba Mungu ndio nani? Mungu ndio neno. Haleluya. Natamani asubuhi ya leo ubadilishe namna unavyofikiri mambo, namna unavyoyachukulia mambo. Biashara ile ambayo wengine wanafanya, unaona kwamba wanapata hasara. Usiseme na wewe mtu ulio kwamba mimi nikifanya na hii nitapata hasara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hivi unajua kwamba Ibrahimu alivyotoka akaenda kwenye nchi, akaenda kwenye nchi ile ilikuwa sijui ni Misri. Alivyoenda kule, ile nchi ilikuwa ina ukame. Kwenye ile nchi ya ukame, Ibrahimu kwa kumwamini kwake Mungu, kwenye ile nchi ya ukame ambapo wengine walikuwa wanapata changamoto, Ibrahimu mambo yake yalistawi. Wewe soma kitabu cha Mwanzo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo wengine wanashindwa, pale wewe unaweza ukatoboa. Kinachotakiwa ni nia yako ya ndani na mawazo yako liambatane na wazo la Kristo.
Ibrahimu alikuwa akiambiwa na Mungu toka, anatii. Nenda huko, anaenda. Haijalishi kule kuna nini, kuna hali gani, alikuwa anafanya. Kwamba moyo wake, mawazo yake alikuwa yanaambatana na nani? Na wazo la Mungu. Na ndio maana aliweza kupata mafanikio. Unaona kwamba kuna somo, wewe ni mwanafunzi. Unaona kwamba kuna somo, hili somo kwamba ni gumu sana. Wanafunzi wengi wanafeli. Wanafunzi wengi wanapata changamoto kwenye hili somo. Wewe beba nia ya Kristo. Kwamba wewe ni kichwa na sio nini? Sio mkia. Haijalishi wengine wamefeli kwa kiwango gani, mimi nitafaulu kwenye hili somo kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Nimebeba nia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye huko ambako unaona kwamba familia yako haijapita kwa sababu pengine ya mipaka ya kifamilia. Mipaka ya kifamilia mmewekewa mipaka kwamba wewe uweze ukavuka hapa. Wewe amini kwamba wewe ndani yako umebeba nia ya Kristo. Na nia ya Kristo ni kukuwazia mawazo mema, ya kufanya wewe upate yaliyo mema hapa duniani. Unabeba nia ya Kristo ndani yako na utapita. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha mtazamo wako asubuhi ya leo. Badilisha namna unavyofikiri, namna unavyoyachukulia mambo, badilisha. Haleluya. Haleluya. Kitabu kile cha Wafilipi 2, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5. Wafilipi 2 mstari wa 5. Biblia inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo. Unaweza kujitafakari kile ambacho unakiwaza kwa habari ya maisha yako ndicho ambacho Kristo anawaza. Na ili kujua kwamba hichi kitu anakiwaza Kristo au sio, angalia kinaendana na neno la Mungu linavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wananielewa? Wangapi ndani yao kuna wazo la Kristo? Na uhakika au unanyosha tu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wazo la Kristo ndani yako? Kuna nia ya Kristo ndani yako? Uwezi kushindwa wewe. Hauwezi kushindwa. Uzuri Mungu anaangalia mioyo. Yaani hata kama ukinitikeni hapo ukanidanganya, Mungu anaangalia moyo wako. Mungu anaangalia nini? Anaangalia moyo wako. Natamani sana ukubali Mungu akubadilishe. Neno la Mungu likubadilishe. Usiwaze kama watu wa dunia hii wanavyowaza kwa kuangalia milango mitano ya fahamu. Kwa kuangalia wanaona nini, wanasikia nini. Kuna mwingine tu yani amechukua uamuzi wa kufanya kitu kwa sababu tu kasikia kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kaona tu kitu fulani hivi, kaona yule fulani pale, mbona yule fulani amefika kitu fulani anafanikiwa. Umeona, hujasikia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hujasikia ndani, hujasikia kama Mungu amekwambia, sio neno kutoka kwa Mungu, sio wazo la Mungu, sio nia ya Mungu. Wewe unachukua tu ile wazo unakurupuka, unaenda nalo. Matokeo ndio huko hivi ambavyo unakuona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atubadilishe. Nimesema kwamba kwa kawaida wewe ni matokeo ya mawazo yako. Wewe ni matokeo ya mawazo yako. Hebu tusome Mathayo 15:19. Ule mwimbo wa mawazo yangu yapate kibali waga tunauimbaga tu, lakini ukikaa ukitafakari utakuja kuona hakuna wazo ambalo unatakiwa lipate kibali. Mathayo 15:19 Biblia inasema, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo na matukano. Vyote hivi vinaanzia wapi? Vinaanzia moyoni. Ndio maana nimesema ninavyokuona wewe hivyo ni matokeo ya kile ambacho kipo ndani yako, kile unachokiwaza. Kabla hujafanya chochote kile, ni lazima kwanza uwe umefanyaje? Uwe umewaza. Haleluya. Haleluya. Unaweza kuona sasa ni kifungo kibaya sana. Kifungo cha fikra, kifungo cha mawazo ni kifungo kibaya sana ambacho shetani anatumia kuwaweka watu utumwani. Umeokolewa ndio, Mungu kwa neema ya Mungu umeokoka, lakini bado unaishi kwenye utumwa kwa sababu ya mawazo ambayo yanaingia ndani yako. Haya-align na mawazo ya Mungu. Hayaendani na mawazo ya Mungu. Hayaendani na kile ambacho neno la Mungu linasema. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema pia kuna mawazo ya aina mbili. Wazo la Mungu na wazo la shetani.
Matokeo yako yatakufanya uone wazo ambalo umeliwaza. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Uwekezaji mkubwa sana ambao sisi kama watu ambao tumeokoka natakiwa tuwe nayo ni uwekezaji wa ndani. Tuhakikishe mambo ya nje hayabadilishi undani wetu. Ni kama vile pasi jamani. Pasi ukiichukua ukaweka kwenye nguo ambayo ni ya baridi, hata nguo ambayo tuseme kwamba imeganda. Yaani umechukua nguo ukaenda kwa kwenye friji ikaganda. Alafu ukachukua pasi ukaiwasha. Pasi matokeo yake yanatoka ndani kwenda nje. Ule ubaridi hauizuii pasi kufanya kazi. Si ndio jamani? Ubaridi hauzuii nini? Pasi kufanya kazi. Haijalishi kuna ubaridi nje wa kiasi gani, ile nguvu inatoka ndani. Kwa hiyo sisi natamani sana sisi kama tuliokoka, mazingira ya nje, hali ya nje isibadilishe hali yako ya ndani. Kile ambacho unakiona nje kisibadilishe kile ambacho kipo ndani. Na ili uweze kutoboa hapa ni lazima uhakikishe neno la Mungu linakaa sana kwa wingi ndani yako. Na sio tu kukaa, ukiliamini. Ufalme wa Mungu unafanya kazi kama imani itaingia kazini. Neno la Mungu lijae sana ndani mwako, lakini hilo neno sio tu lijae, pia uliamini kwamba lina uwezo wa kufanya vitu. Ukishafika kwenye hizo level, hakuna kitakachokushinda. Mambo yote utaona tu, wengine watakuwa wanahangaika, wewe hutahangaika. Kwa sababu nini? Umeamini hilo neno la Mungu ambalo liko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe kipima joto. Kipima joto kikichukua ukaenda kwenye joto, ile kitabadilika kulingana na hali ya hewa. Ukichukua kipima joto ukakipeleka kwenye baridi kitasoma baridi. Ukichukua kipima joto ukakipeleka kwenye joto kitasoma joto. Sasa labda nikuulize swali, wangapi ni vipima joto, wangapi ni pasi? Mama umenyosha mkono, wewe ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tu ukajipima maisha yako kwamba mimi inabadilika kulingana na hali ya nje au ni vipi? Humu kuna vipima joto vingi, mimi naviona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Yaani ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu atusaidie sana. Hebu tusome Korinto wa pili sura ya 10. Sura ya 10 mstari wa 3. Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ikaweka mabano fulani. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nirudie tena kusoma kwa msisitizo. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kuangusha ngome. Hizo ngome ni nini? Tukiangusha mawazo. Kwa kumbe mawazo ni ngome. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yako ni ngome. Unaweza ukawa unahangaika unafikiri adui yako ni wapembeni yako, kumbe adui yako unaishi naye, unatembea naye yuko moyoni mwako. Mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio vita au gereza baya sana ambalo shetani analitumia kuwaangusha watu wa Mungu. Anatumia mawazo. Unakaa kila siku unakuja kanisani, kila siku unaombewa, hakuna kinachobadilika kwa sababu hujakubali mawazo yako yabadilike. Fikra yako sio ile fikra ya Kristo. Haimtii Kristo. Kristo ni nani? Kristo ni neno. Fikra ambayo iko ndani yako haitii neno. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji hapa Jumapili aliongea mfano wa mdada mmoja ambaye alikuwa sio anasumbuliwa na nini, ukasema kwamba kila ukikutana naye anakuambia shida hii kwa sababu sijui shangazi kafanyaje, sikumbuki vizuri wa ushuhuda. Unaona, huyo mtu kifungulia kipo kwenye fikra yake. Yaani bado hajataka kuamini kwamba yeye ameshakombolewa na ametoka. Yeye bado anashikilia mawazo tu, niko hivi kwa sababu ya mtu fulani, niko hivi kwa sababu ya mtu fulani. Mawazo, fikra.
Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kukuta ukiangalia maisha ya huyu mtu anakaa kwenye eneo lile lile miaka nenda rudi. Kwa sababu gani? Hii ngome ya mawazo hajaiangusha. Fikra zake hazimtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongea hivi natamani uone unafikiria ni kitu gani ambacho umeona, ni wazo gani ambalo unaona hili ni ngome limekaa litaki kutoka, alimtii Kristo, haitii fikra ya Kristo. Biblia inasema kwamba tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra imtii Kristo. Kwa hiyo kumbe kuna vitu vingine jamani haviwezekani bila kuviteka nyara. Unaweza ukaona ni jinsi gani hichi kitu kina uzito. Yaani mpaka unasema tunateka, yaani maana yake unakichukua, unakihamisha bila chenyewe kukubali kuhamishika. Unajua maana ya kuteka nyara? Yaani mfano mtu aje hapa sasa hivi atuteke sisi hapa wote bila sisi wenyewe kupenda. Huko ndo kuteka nyara. Kwa hiyo kuna namna fulani ili uweze kushinda vita ni lazima uingie vitani, uteke. Hayo mawazo ambayo unaona hayatii fikra ya Kristo, uyang'oe, uyateke, uyatoe. Bwana Yesu asifiwe. Usio unatiatia huruma. Haleluya. Yaani ngoja nikwambie kitu. Wewe kama umeokoka miaka 10 iliyopita na kama umeokoka leo, vita ni ile ile. Yaani vitu ni vile vile. Ni kama vile nichukulie mfano. Mwanajeshi yule ambaye ni mwanafunzi, wale wanaojifunza wanajeshi, na yule ambaye amebobea yule, aliyebobea yule kabisa, tuseme komando. Wote si wanavaa sare ya jeshi. Kinachowatofautisha wao si ni nyota tu. Si ndio? Haya. Wewe uko hapa, nataka tuseme wewe uko hapa, alafu wanajeshi wapo kule. Hivi kwa mbali unaweza ukajua kwamba yule ni komando au huyu ni mwanajeshi mwanafunzi? Tuseme tu ukweli, unaweza ukajua? Ni mpaka hapo wasogelee karibu ndio ujue. Ndivyo shetani alivyo. Uwe umeokoka miaka 10 iliyopita, uwe umeokoka jana, uwe umeokoka leo, mambo ni yale yale. Kwa Yesu hakuna tambalale. Ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Ni vita. Kwani ni Biblia ndio inasema? Kwani ni mimi ndio nasema? Biblia ndio inasema. Kwa hiyo usije ukaona kwamba yani mimi hapa nimeokoka tu hivi shetani atanionea huruma. Vita ni ile ile anayopata mtu wa miaka 10 kwenye wokovu na wewe uliokoka leo. Tena wewe uliokoka leo ndio uwe makini zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mbele za Mungu kwenye ulimwengu huu wa roho wewe usitie huruma. Hakuna anayekuonea huruma. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hakuonei huruma wewe kwamba wewe umeokoka juzi ngoja nihangaike na huyu. Unajua shetani anachopigana ni yeye ni kwamba baada ya wewe kuokoka ni wangapi wataokolewa? Ni watu wangapi wako nyuma yako? Anaangalia hicho. Hakuangalia wewe una uzoefu kiasi gani. Kwa hiyo vita ni ile ile. Kwa hiyo tunataka tuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni lazima tukubali kuingia vitani. Kuteka nyara kila mawazo potofu, kila mawazo ambayo hayamtii Kristo, kuyateka nyara na kuhakikisha yanatoka kwenye mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayejiua, usifikiri kwamba amekurupuka tu kujiua. Ili ni wazo amelichukua, akaliingiza ndani yake, akakaa nalo wiki nzima, akatembea nalo. Ikatokea tu siku hiyo mtu tu akamtibua kidogo, ndio anachukua uamuzi. Lakini tayari alikuwa ameshawaza, maana yake kaliruhusu lile wazo likae ndani yake. Tunataka tufanikiwe, tunataka tumiliki ulimwengu kama vile ambavyo Mungu amesema kwamba muende mkamiliki. Ni lazima uwe mtu wa vita, usiwe mtu mnyonge. Usiwe Mkristo mnyonge. Ukiwa Mkristo mnyonge utaonewa sana. Yaani shetani atakufanya wewe ndio mpira. Unaona vile watoto vile wakiwa wanatembea barabarani wakiona tu kitu kama kimempira wanakipiga teki. Yaani anakurusha huko anakurusha huko. Ukiwa mnyonge. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kuwa wanyonge. Tuwe Wakristo kiasi kwamba shetani akituona anajifikiria mara mbili kukusogelea. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inawezekana. Hebu mtikise jirani yako alafu mwambie acha kuwa mnyonge. Na hata mnaniangalia kwa unyonge. Msiniangalie kwa unyonge. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amekaa hapa ananiangalia anasinzia na wewe unasinzia. Acha kusinzia, upo vitani. Yaani ni kama Mungu angetufungulia ulimwengu wa roho na kuona ni namna gani wanakutamani wewe. Nakwambia usingeacha kuomba.
hata ibada ungezichukulia serious. Mimi nakwambia, Mungu angesema wewe waulize watu ambao wanaona rohoni. Ndio maana hicho kipawa Mungu hajawapa watu wote. Tungekimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitaka kujua wokovu sio safari rahisi, waangalie tu mitume. Waangalie namna walivyoishi. Walikuwa wanakamatwa, wanawekwa gerezani, huko gerezani wanapiga injili, wanatolewa tena, wanaenda wanakamatwa, pigwe, huyu mara aingizwe kwenye pipa la mafuta atoke hai, huyu achukuliwe. Yaani ni vita, yaani ni mchaka. Alafu wewe unataka ukae wewe ni mtume. Bwana Yesu asifiwe. Nisamee kwa kuongea kwa ukali wa kubwa zangu. Lakini natamani pia niwatie hasira ya kiroho kwamba kwenye ulimwengu huu usiishi. Wenzako huko kuna vitu wanavifanya, kuna namna wanafanya, kuna sacrifice wanazifanya, alafu umekaa tu unakuja ibadani tu kwa kawaida, unachukulia vitu rahisi. Unasahau kwamba tuko vitani. Haleluya. Silaha za vita vyetu sio za kimwili, lakini zina uwezo wa kuangusha ngome. Ngome ni nini? Mawazo yako. Mawazo ambayo unaona haya, ili wazo alimtii Kristo. Ili wazo sio ambacho neno la Mungu limeniambia. Tunatakiwa tuliangushe ile wazo mchana wa leo. Haleluya. Nimesema kila wazo ambayo unaona alimtii Kristo, tunaliangusha mchana wa leo. Haleluya. Tunaliteka nyara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo mnyonge. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi tuwe majasiri. Tunapotembea tuwe majasiri. Haleluya. Unapita kwenye ardhi ambayo mtu alimwaga damu. Yaani uangalie kama mambo ya kiroho tunavyoishi tunachukulia nyepesi sana. Eti kwa sababu tu umekombolewa. Wale mitume wa Yesu walikuwa wanatembea na Yesu, lakini bado walipitia changamoto. Bado walipitia misukosuko, bado watu wa ulimwengu hawakuelewa. Walipitia magumu. Ukiwasoma kina Paulo huko, anaandika nyaraka zake akiwa gerezani. Wewe hata gerezani, ila sasa wewe gerezani upo, lakini cha msingi ni kwamba hujui upo gereza gani. Ujielewe. Bora hata Paulo alikuwa anajielewa yuko gereza, anajiona kabisa yupo gerezani. Sasa tunaishi hatujui tupo gerezani au hatupo gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Unatembea kwenye ardhi, damu imemwagwa, damu ile inalia. Na ikilia vile ina haki. Wewe unatembea tu, uombi, ufanyi chochote, yani upo tu. Naomba Mungu atusaidie, mimi na wewe tubadilike, tuwe wa Kristo hasa. Tutakaoweza kuitetea injili. Bwana Yesu asifiwe. Wa Kristo tutakaoweza kuitetea injili. Unaiteteaje injili? Lazima kwanza ujue kile ambacho Kristo anawaza juu ya maisha yetu. Uwezo ukasema unatetea injili afu ujui Mungu anakuwazia nini. Huna imani na huyu Mungu ambaye kila siku unakuja naye, unakuja ibadani, huna imani naye. Bwana Yesu asifiwe. Huna imani na huyu Mungu. Kila siku unakuja, asubuhi nilisema kila siku unakuja ibadani, unaingia, unatoka huko vile vile. Hana chochote kinachobadilika kwenye maisha. Wewe unacheza. Nasema hivyo kwa sababu ninajua kwenye uwepo wa Mungu, unapokuwa kwenye uwepo wa Mungu kuna vitu tu automatically vinatoka. Ukikubali wewe, ukisarenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona kuna namna fulani kila siku unakuja kanisani alafu hamna kinachobadilika kwenye maisha yako, kajichunguze. Pengine unakuja kanisani lakini uliamini neno la Mungu, umwamini Mungu, unachukulia mazoea. Unategemea nini? Bwana Yesu asifiwe. Nilisema asubuhi kwamba imani inaonekana. Mungu ana uwezo wa kuona imani. Ndio maana anasema imani yako iko wapi? Haleluya. Imani inafanyaje? Imani inaonekana. Sasa Mungu akikuangalia wewe, anaiona imani kwako juu yake. Haleluya. Haleluya. Amen. Mimi sidhani kama kuna kitu kingine cha nyongeza. Au tumewahi kumaliza? Bwana Yesu asifiwe. Tumewahi kumaliza, si ndio? Tunataka tuseme kitabu kizima hapa alafu usiondoke na neno lolote. Si ndio mazoea hayo? Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni mtumishi gani yule alikuwa hivi ni nani? Ni Yohana. Alipokuaga mzee alikuwa anaambia watu, haya mmekuja, nendeni kwa amani ya Bwana. Nadhani ni Yohana. Alikuwa tayari yuko mzee. Watu wanakuja wanakusanyika, anawaaga, wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama umepata kitu. Umepata kitu? Ushaona ni wazo gani mtakuwa ulimoe mchana leo? Ushajua? Umeshajua? Yaani kuna mtu ananiangalia kwa sura za huruma. Mimi nitaonea huruma lakini shetani hawaonei huruma. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tusimame. Kama ambavyo hiki kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 2 mstari wa 3 inavyosema, maana ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichojiinua juu ya elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu ni nini? Ni neno la Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunaenda kuomba kwamba fikra yoyote ambayo iko ndani yako tunaiamrisha imtii Kristo. Haleluya. Haleluya. Sio Biblia inasema tukiteka nyara kila fikra imtii Kristo. Kama kuna fikra ya kushindwa ndani yako, kuna fikra ya kushindwa ndani yako, hiyo kushindwa tunaiteka na tunaiamrisha imtii Kristo. Kristo anasemaje? Utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Basi tutaomba, tanifuatisha, alafu baadaye tutaomba wote kwa ujumla. Amina. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako mchana wa leo, kwamba natakiwa nibadilishe fikra yangu ikutii wewe Yesu. Na kwa kulisikia neno lako ninakuja mbele zako kwa neema ulionipa, kwa nguvu ulizonipa zilizo ndani ya kinywa changu. Ninateka nyara. Unaweza ukaomba zaidi ya hapo. Ninateka nyara kila fikra ikutii Kristo. Ikutii Kristo. Kila mawazo mabaya, kila fikra potofu ndani ya moyo wangu ninaiamrisha ikutii Kristo. Itii neno la Mungu. Itii kile ambacho neno linasema. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fikra za kushindwa, fikra za kushindwa, fikra za udhaifu, fikra za magonjwa, fikra za kupungukiwa, ninaziamrisha kwa jina la Yesu. Zimtii Kristo. Zimtii Kristo. Mungu amesema ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Fikra ya kushindwa ninakuamrisha kwa neno hili kwamba ninayaweza yote. Ninayaweza yote. Ninayaweza yote kwa jina la Yesu. Fikra ya magonjwa imeandikwa kwa kupigwa kwake pale msalabani mimi nimepona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fikra ya magonjwa ninakutiisha. Tii neno la Kristo. Tii neno la Kristo kwamba mimi ni mzima, na ninapoongea uzima unaingia ndani yangu. Uzima unaingia ndani yangu. Uzima unaingia ndani yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninatoka kwenye gereza la kifikra nililofungiwa na shetani kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninatoka kwenye hilo gereza. Ninatoka kwenye hilo gereza. Ninatoka kwenye hilo gereza. Maana imeandikwa watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamefichwa kwenye mashimo, kwenye magereza. Hakuna asemaye rudisha. Hakuna warudishaye. Hakuna warudishaye kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, mchana wa leo ninatoka kwenye gereza nililofungiwa, gereza la kifikra nililofungiwa na shetani. Ninatoka kwa jina la Yesu, najifungua. Kwa jina la Yesu najifungua. Kwa jina la Yesu najifungua. Maana nimepewa funguo za kufunga, na imeandikwa kila nitakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni,
na nitakalolifungua litakuwa limefunguliwa na mbinguni kwa jina la Yesu. Nafungua kila gereza, nafungua kila gereza la mawazo na fikra kwa jina la Yesu. Ninatoka mchana wa leo, ninatoka mchana wa leo. Nafungua nafsi yangu, nafungua nafsi yangu, nafungua moyo wangu, nafungua moyo wangu. Fungua. Unaweza sasa ukaendelea kuomba